jana nilikunywa pombe, leo nimekutwa alcohol ziko juu. Basi nakiri kwa jeshi la polisi kwamba nitajirekebisha. Naitwa ACP Sisiwaya, ni mkuu wa usalama barabarani wa mkoa huu wa Kilimanjaro. Tunaendelea na operation zetu za kawaida kamata makosa yote hatarishi kwa maana ya mwendo kasi, ulevi pamoja na wrong overtaking. Hizi ni operation ambazo zipo kwenye utaratibu wetu wa kawaida. Lakini leo tumemkamata dereva wa gari ya shule. Amepakia wanafunzi, anapeleka wanafunzi shuleni akiwa na kilevo cha 402. Amekunywa pombe kiasi cha kufikia kilevi cha 402. Sasa hii ni hatari sana. Ni hatari sana kwa watumiaji wengine wa barabara, lakini pia kwa wanafunzi wetu ambao tumewabeba. Dereva huyu tumemfungia leseni yake kwa muda wa miezi 6 aende akafanye kazi zingine. Lakini hata hivyo hatua zingine za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Ni washauri wamiliki wa shule wanunue vipimo ulevi. Vipimo ulevi hivi vinauzwa na ni gharama nafuu tu. Kwa hiyo wanunue ili waweze kuwapima madereva wao kabla hawajaanza kubeba wanafunzi wetu. Tunaendelea na operation hizi mkoa wote na tutaendelea kuwakamata wote ambao wanaamini kwenye kupitia ulevi wataishia jela. Sasa hivi tunaelekea kwenye sikukuu hizi za Eid pamoja na hiyo shughuli ya Kili Marathon. Tunategemea kuwa na watu wengi sana mkoa huu wa Kilimanjaro. Sisi kama jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani mkoa huu tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba barabara zetu zinakuwa salama. Hawa madereva, mimi nitoe wito kwa jamii, hasa kwa upande wa wazazi pia. Tujaribu kuwa makini sana tunapowapa madereva hawa watoto wetu. Shule hizi zinatakiwa ziwe makini, lakini pia kuna wazazi wamewapa madereva wa bodaboda na bajaji kupeleka watoto wao shule na kuwarudisha. Mimi nitoe wito kwa wazazi, kila mzazi aliyemkabidhi dereva mtoto wake hakikishe huyo mtu ni salama, na asijiridhishe tu awe ana tabia ya kumfuatilia mara kwa mara. Sababu unapompa dereva mtoto wako, manake umemkabidhi mtu, unaamini mtoto atakwenda shule na kurudi hali ya kuwa akiwa salama. Lakini usipomfuatilia huyu dereva, manake kuna vitu ambavyo vinafanyika si vitu vizuri. Kwa hili jambo si la afande RTO tu mwenyewe kupambana kuhakikisha wa madereva hawanywi pombe, hawafanyi vitu visivyokuwa na maana, hapana. Bali sisi pia tuna jukumu. Na sisi tunakutana na hayo mambo huko barabarani. Mtoto pikipiki moja amebeba watoto mpaka 4 kwenye pikipiki wameshikana, si sawa pia.